kendgi nikech kachatin okwanyal chopo wate. Akwayo gimuolo nikech wan joma wangwana wabeda uru kama wantiere. Wawe mondo gin gidhiyo wan wangi proceedings e TV. Akwayo mana gimuolo. Akwayo gimuolo kabisa. Akwayo gimuolo nyikwara mogi ajwang. Wabeda uru gikwe mondo wa follow the proceedings e TV. Winjo gimamin pinyo wacho odwaro mana kwe makende. Omiyo wakonye uru bedo gi kwe odiochieng' makawuono. Tafadhali tutulie, tupeane nafasi kwa familia pamoja na msafara wa Mheshimiwa Rais na vile vile Nam imekuwa ni hafla ndefu ya mazishi ya mwenda zake aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Na mwili unapoanza safari ya kuelekea katika eneo ama makavali ya Kang'o ka Jaramogi, tutakuwa tunafanya machanganuzi au uchanganuzi wa pamoja na runinga zote chini ya mwavuli wa Royal Media Services. Nikiwa nikiongoza kikundi hiki, mimi ni Steven Leto. Nami Walter Nyambaga. Nami ni Jenga Wambui kutoka runinga ya Inoro. Naam, hapa mimi ni Laura Otieno. Nami ni Emmanuel To. Naam, hicho ndicho kikosi tulicho nacho hapa, na kule katika makavali ya Kang'o ka Jaramogi tunaye mwenzetu Seth Olale ambaye amekita kambi hapo kutoka asubuhi, maandalizi ya mwisho ya kaburi yake hayati Raila Odinga. Na tumekuwa tukiona kwamba mengi yamezungumziwa. La mno zaidi ni hotuba tu ya hivi punde ya Rais William Ruto akielezea mchakato wa serikali na mchakato wa familia wa dakika za lala salama za kumwokoa kinara wa ODM na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Tusikize kutoka kwa Njenga kutoka runinga yetu ya Inoro TV. Naam, Leto, kama umegundua wakati ambapo Rais William Ruto alikuwa anahutubia pale wakaaji, alipoguza mambo kuhusu na dakika za mwisho za mwenda zake Raila Odinga, watu walikuwa wamenyamaza sana ukilinganisha na wale watu ambao walikuwa wamezungumza pale mbeleni. Watu walikuwa na ile hamu ya kutaka kujua ni nini haswa ilifanyikia baba, ni nini haswa ilifanyika, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakienda katika mitandao ya kisasa, lakini hakuja kuwa na ile formal communication pale ya kueleza wananchi na hisi kwamba President William Ruto amechukua nafasi hii na akaweza kueleza wananchi. Na hata ukiangalia sasa hivi wanapopeleka mwili pale katika Kang'o ka Jaramogi, wananchi wanaonekana ya kwamba roho zao zimeweza kuridhika kutokana na zile habari ambazo zilitoka kwa familia. Na tukiongea hapa na Walter Nyambaga kutoka pale runinga ya Ramogi, tukianza pale asubuhi, uliona wananchi walifika huku mapema sana. Kuna wenye wamelala huku. Sijui ambapo tunapomalizia hii hafla, unaona ni kana kwamba wameweza kuridhika na kumwomboleza mwenda zake. Kwako Walter. Asante Jenga. Jambo muhimu ambalo rais amelizungumzia kwa wale wenye wanafuatilia kwa ukaribu mambo ya siasa ni urafiki yenye alikuwa nayo na kigogo wa siasa Raila Odinga walipoanza chama cha ODM, alafu mwishowe wakawa wamekuwa na msimamo tofauti, alafu mwishowe sasa la muhimu ambayo huenda ikaleta gunzo chungu mzima ni uchaguzi utakao karibia, usimamo wa ODM na wale wenye huenda bado wana hisia kwamba ODM huenda watakuwa na
waniaji wa kiti cha uraisi kwa ugombea raisi. Alafu la mwisho pia huo katika urafiki yenye amekuwa nayo na Raila Odinga ni wale wenye walianza nayo kiwemo mlinzi wa Raila Ogeta. Alafu la muhimu sana wale wenye wamekuwa karibu na Raila Odinga kama wanasiasa wenye wamesisitiza kwamba mwishowe bado watabaki kuwa kwenye serikali ya Kenya Kwanza, na wao wanaitwa experts. Experts ni wale wajuzi. Kwako ni nini ilikuwa jambo muhimu sana lenye utatoka hapo ukisema kwamba yenyewe watu wa Nyanza huenda wakawa na msimamo dhabiti ama huenda watalegeza kamba kwa kufanya kazi na serikali? Na asante sana Nyambaga kwa Kiswahili chako Mufti pamoja na Njenga. Bila shaka wale wataalamu kiongoza na John Mbadi, waziri wa hazina ya kitaifa, wamekuwa wakitetea serikali ya broad based, sijui kama tunaita serikali ya mapana na marefu, serikali jumuishi unavyosema. Na bila shaka tumeona siasa zile za ODM, chama cha ODM zikitanda hapa, wale ambao wako ndani ya serikali kwa sasa, mawaziri watano wakiongozwa na John Mbadi, Ali Hassan Joho, tumemwona pia Askul, waziri kutoka kule Turkana, pamoja na wengine Uparanya na wale ambao wanasimamia serikali hii wakitetea serikali vikali. Lakini tumeona pia ule upande wa ODM ambao umekuwa ukipinga ushirikiano huu kati ya ODM na serikali ya UDA wakiongozwa na seneta Sifuna, ama katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, wakisema kwamba lazima chama cha ODM kianze kusikiza wananchi upya ili itoe mwelekeo safari hii, kwa sababu sasa mambo yamebadilika. Kiongozi aliyekuwa ameondoka, na sasa kuna uongozi mwingine tofauti ambao unaongozwa na kinara ama seneta wa huku katika kaunti ya Siaya, Oburu Oginga. Kwa hivyo Laura, sijui kulingana na wewe, kwa mtazamo wako, chama cha ODM kina uwezo wa kuendelea kuimarika hata zaidi baada ya mazishi ya Raila Odinga, na unaonaje mustakabali wa taifa kutoka sasa? Na mto kwa sasa haieleweki kabisa, manake tumeona kama kumekuwa na semi tofauti kutoka kwa viongozi mbalimbali wa chama cha Chungwa. Kwa hivyo ni muda ambao tutasubiri kwa muda fulani kuona iwapo Chungwa litaendelea kuwa na sukari ama litaingia shubiri. Kwa sasa naona kama ni mapema zaidi kujua mustakabali wa chama cha Chungwa. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunasubiri. Lakini pia kando kile ambacho kile tumeona rais akizungumzia ni ameguzia zile siku ambazo alikuwa mwanachama wa ODM, akikumbuka vile ambavyo walikuwa na ushirikiano wa karibu na kinara wa Chungwa Raila Odinga, na vile ambavyo wamekuwa na shughuli mbalimbali. Lakini pia kumekuwa na semi nyingi za kisiasa ambazo zimesheheni hapa. Njenga, tulimuona seneta wa Narok pia Ledama Olikina akizungumzia mengi. Mwenyekiti wa chama cha ODM pia Gladys Wanga alikuwa na semikali kweli kweli. Pengine ni kipi ambacho umeona kinajiri kutoka upande huu? Nimeona pale wakati ambapo Sifuna alikuwa anazungumza, ameweza kurudi nyuma kidogo siku kadhaa pale, siku ya tarehe 22 mwezi wa Septemba, ambapo kinara wa ODM Raila Odinga alikuwa na mkutano na wanachama wa ODM. Tunaweza sema ya kwamba hii ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kuonekana mbele ya watu akihutubia wanachama wale, na anasema ya kwamba baba alizungumza kwa kina na akaweza kusema ya kwamba